Kocha Dimitar Pantev ambaye alikuwa na hudumu ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kama meneja baada ya kuwa hana qualification za kusimama kama kocha mkuu, hatimaye Simba wamemnyoa, wameachana naye rasmi, ndoa ambayo imedumu kwa siku zisizozidi 59. Nataka kukupa takwimu za kocha huyu kwa namna ambavyo amehudumu ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Kwanza ni kocha ambaye amesajiliwa mwezi Oktoba akitokea ndani ya kikosi cha Gaborone United ya nchini Botswana, ambako Simba ndipo alipoweza kumuona. Ilikuwaje? Simba kwenye hatua ya awali raundi ya kwanza ya kombe la klabu bingwa barani Afrika alikutana na timu ya Gaborone United, timu ambayo iliweza kumsumbua sana. Ingawaje aliweza kushinda kwa goli 2-0 mchezo away, lakini Simba alipata shida sana kwenye mchezo wa marejeano ambao ni mchezo uliochezwa katika dimba la Benjamin Mkapa, timu ya Simba ikiongozwa na kocha Hemed Morocco, kocha wa Taifa Stars wakati huo. Na hiyo ni mara baada ya aliyekuwa kocha mkuu Fadlu Davis kutimka ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi na kutimkia Panathinaikos Casablanca nchini Morocco. Na kocha Sulemani Matola ambaye alikuwa ni kocha msaidizi kwenye mchezo huo wa Gaborone United aliweza kuadhibiwa kwa kadi nyekundu ya moja kwa moja, akawa ameondoka kukaa jukwani. Kwa hivyo hakuwa na sifa ya kuiongoza Simba kwenye mchezo huo wa pili. That's why Simba wakamhaya kocha Hemed Morocco kuweza kuiongoza Simba. Viongozi wa Wekundu wa Msimbazi walivutiwa na kocha Dimitar Pantev kutokana na namna ambavyo Gaborone United walikuwa wanacheza, na hivyo wakashawishika kwenda kuzungumza naye, ikiwezekana kumpa kazi ya kukinoa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, dili ambalo lilifanikiwa. Kocha Dimitar Pantev aliweza kujiunga na Wekundu wa Msimbazi mnamo Oktoba 3. Alijiunga na Wekundu wa Msimbazi na akatangazwa, kila kitu kikaenda vizuri. Na mchezo wake wa kwanza kuiongoza Simba ulikuwa ni dhidi ya Singizini FC ambayo ni timu inayotokea kwenye visiwa vya King Mswati, Eswatini. Akiongoza kwa mara ya kwanza Simba dhidi ya Singizini, Simba ilionekana kucheza mpira mwingi sana. Ilionekana kuwa sharp kwenye kuataki hasa eneo la mwisho, na Simba ilionekana iko superb sana kwenye kwenye wachezaji wanaotoka na kuingia. Na kwenye mchezo huo Simba aliweza kuibuka na ushindi mnono wa magoli 3-0. Watu wengi wakasema sasa Simba imempata mwalimu, na mwalimu wa Simba ameipa Simba momentum ambayo wana Simba wenyewe walitarajia. Mashaka yakaanza kwenye mchezo wa pili wa marejeano Benjamin Mkapa, ambako Simba hakuweza kufunga goli lolote na mechi ilimalizika kwa sare ya bila kufungana dhidi ya Singizini. Mchezo uliofuata ni mchezo dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao JKT walianza kupata goli, lakini Simba aliweza kusawazisha na kuongeza goli la pili la ushindi. Kwa hiyo Simba akaondoka na ushindi wa goli 2 kwa moja. Na baada ya hapo kampeni zilihamia kimataifa, ambako Simba amecheza michezo miwili ya hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Mchezo wa kwanza alicheza dhidi ya Petro Atletico de Luanda katika dimba la Benjamin Mkapa na akapoteza kwa goli 1-0, kitu ambacho hakikuwa kawaida, na taa nyekundu ilianza kumwakia hapo kocha Dimitar Pantev. Kwa nini? Kwa sababu aliweza kucheza mchezo ule bila kuwa na striker kwenye dakika za kwanza au kipindi cha kwanza cha mchezo huo. Kwenye first 11 yake hakuweka mshambuliaji hata mmoja, walikuwa ni viungo tupu. Kwa hiyo kitendo cha mchezo kutamatika bila yeye Simba kuweza kushinda nyumbani dhidi ya Petro Atletico de Luanda, timu ambayo ilionekana si mfupa mgumu kwa Wekundu wa Msimbazi, haswa kwa kile ambacho kilijengeka Simba kwa Mkapa hatoki mtu. Lakini Petro Atletico aliweza kupata goli 1 na wakashinda hiyo mechi, wakaondoka na alama 3. Akapewa mechi ya kujiuliza dhidi ya Stade Malien away, mechi ambayo ilichezekwa Jumapili iliyopita, na aliweza pia kufungwa goli 2-1, japo alitengeneza nafasi nyingi sana akiongoza Simba, na nafasi hizo haziweza kuzaa magoli. Aliweza kufunga goli 1 kwa mara ya kwanza kimataifa kwenye hatua ya makundi
msimu huu, goli kupitia kwa Neo Maema, lakini mechi iliwashinda wekundu wa Msimbazi kuweza kuimaliza au kutoa hata sare, kitu ambacho kilikuwa kinaonekana Simba ako na uwezo nacho. Kocha Dimitri Pantev ameiongoza Simba kwa michezo mitano ya mashindano, na michezo hiyo mitano aliyoiongoza Simba, mchezo mmoja tu ndo wa ligi kuu Tanzania bara NBC, lakini michezo miwili yote ni ya klabu bingwa barani Afrika. Ameshinda michezo miwili, mchezo dhidi ya Singizini Hotspurs mchezo mmoja, na mchezo dhidi ya JKT ameshinda, lakini amepoteza michezo miwili, na michezo hiyo miwili aliyopoteza ni yote ni michezo ya kimataifa, dhidi ya Petro Atletico de Luanda akiwa nyumbani, lakini Simba amepoteza mchezo mwingine na Stade Malien akiwa nchini Mali, katika mji wa Bamako away, na sare amepata mchezo mmoja. Kwa hiyo ameshinda michezo miwili, amefunga michezo miwili, na ametoa sare mchezo mmoja dhidi ya Singizini akiwa nyumbani. Na Simba ukijumlisha imeruhusu almost magoli 4 kwenye michezo hiyo. Imeruhusu goli 2 za Stade Malien, imeruhusu goli 1 dhidi ya Petro Atletico de Luanda, na imeruhusu goli 1 dhidi ya JKT Tanzania, ambayo idadi inakuwa magoli 4. Lakini Simba imefunga magoli 5 jumla yake. Imefunga magoli 3. Simba imefunga jumla magoli 6. Imefunga magoli 3 dhidi ya Singizini ikiwa chini ya kocha Dimitri Pantev, lakini imefunga magoli 2 dhidi ya JKT anakuwa 5, na imefunga goli 1 away dhidi ya Stade Malien zinakuwa goli. Kwa goal difference ni magoli 2 tu. Amefunga 4, amefungwa magoli 4, amefunga magoli 6. Kwa hiyo hizo ni takwimu, sehemu tu ya takwimu za kocha Dimitri Pantev kwenye michuano yote ambayo ameiongoza Simba. Watu wengi walianza kumtilia shaka sana pale ambapo alikosa qualification za kusimama kama kocha mkuu, na hivyo Suleiman Matola akawa yeye ndo anaiongoza Simba. Hapo watu wengi waliweka doubt kwamba Simba kwa kiwango chake sio ya kumleta kocha ambaye hana vigezo vya kuiongoza Simba. Ni timu ambayo kwa sasa ina uwezo wa kumhaya kocha mahali popote na akaja akafanya kazi kama kocha mkuu, lakini kwa vigezo ambavyo wao wameviona. Sasa huyu mtu ambaye hana hata sifa za kusimama za kuiongoza timu hata kwenye michuano ya ndani, inakuwaje Simba wamemwona na kumsajili? Mimi nawaelewa Simba. Simba waliwahi kuwa na Didi Gomez kama mnakumbuka, akitokea ndani ya kikosi cha El Merreikh. Alifanya makubwa sana, japo mwishoni ikaonekana hana vigezo. Kwa hiyo wakati mwingine hizi timu zetu ambazo huwa zinapapasa kama zala mentali. Sasa Simba iko mikononi mwa Suleiman Matola, inaenda kumenyana na Mbeya City tarehe 4 katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ikiwa haina kocha japo wao walimuita kama meneja. Mimi nasema ikiwa haina kocha ambaye alikuwa kama kocha mkuu, kwa sababu Suleiman Matola ni makaratasi tu, ila ukweli ni kwamba aliyekuwa anaiongoza Simba kwenye kila kitu alikuwa kocha Dimitri Pantev. Lakini inaenda kucheza na Mbeya City ambayo na yenyewe imemfurumusha kocha wake mkuu Malale 50. Kwa hiyo ni timu mbili ambazo zinaenda kucheza zikiwa wakiwa katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo mimi nawatakia kila laheri Simba katika kutafuta kocha mwingine, lakini ambacho na washauri, dakika zimeisha. Yaani jua linakaribia saa 6 kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Wakijichanganya wakaleta kocha ambaye sio, basi amini kwamba wameondoka. Lakini mchezaji kama Neo Maema, mimi nikitoa maoni yangu binafsi naweza kusema kama wanaweza kumuondosha ndani ya kikosi, atafutwe mchezaji mwingine, it's okay, kwa sababu kitu anachokifanya Neo Maema kuchezesha timu Kante anakiweza. Nabi kama tumemwona ni mzuri sana kwenye eneo la beki ya kujilinda box to box, lakini ni mtu ambaye anachezesha timu. Lakini Kagoma basi anatakiwa apate nafasi kwenye timu hii ambayo kwa sasa inagawa tu loda Simba.